Bana, kuna story nyingi sana watu wanasema kwamba mbona tuoni Simba wakifanya sajili, mnyama yupo kimya. Niwaambie, mnyama Simba na jambo analiset. Yaani Simba kuna kitu anakitengeneza kwenye timu yao kwa hivi sasa. Unajua Simba sasa hivi wameshashtuka by the way. Yaani hawataki ule usajili wa promo nyingi kwenye mitandao ya kijamii. Hawataki usajili wa masifa, hawataki usajili wa kuambia watu kwamba kuna vyuma na shusha. Simba yeye anasajili kimya kimya. Kuna vyuma vinashuka jamani. Mtakuja kuamini macho yao, kwa hamtakuja kuamini macho yenu. Yaani haya mambo mnaosema mtakuja kuamini. Jamani, Simba mpya inasukwa nyinyi. Jamani, tumpe kwanza pongezi Mangungu, mwenyekiti wa klabu ya Simba kwa upande wa wanachama. Tumpe pongezi mzee wangu Crescentius Magori. Ni miongoni mwa viongozi bora sana pale Simba. Yaani kuna vyuma jamani vinakuja mpaka natetemeka mimi jamani, mzee wa mida. Simba msimu anasajili kimya kimya. Yaani hana shobo na Instagram, ana sifa za kupromote mtu, lakini kuna vyuma vinakuja. Yaani hamtaamini macho yenu. Kocha wa Simba Steve Barker, yeye alipokuja Simba baada ya kutua, baada ya kuondoka Pantev, amewapa option Simba, anataka wachezaji wanne vyuma vitupu. Jamani, vyuma vitupu. Anamtaka beki wakati, anamtaka mshambuliaji mmoja, anamtaka kiungo, anamtaka na goalkeeper. Hujasikia kelele yote, hujasikia promo yote, wachambuzi hamna mchambuzi yote anayejua tetesi za Simba sasa hivi. Yaani mnyama Simba usajili wake ni bab kubwa balaa. Kwa hiyo wapinzani wa Simba wajiangalie jamani. Yanga Afrika nachoka mimi. Kwa hiyo yani vyuma vinavyokuja Simba jamani, vya maana. Yani usajili ambao Simba ambao anaushusha msimu huu wa maana. Dirisha dogo ni dirisha la kuboresha tu. Zile nyama za kwenye sambusa zile unazidi kuziongezea. Ndivyo ambavyo wanafanya Simba. Unajua Simba imetukana sana na wachambuzi. Simba imesemwa mno. Simba kila mtu anayesema Simba anavyojisikia yeye, lakini Simba amesema hapana. Sisi Simba, yani by the way, siku zote Simba hizo kwa paka. Simba hawezi kuwa panya. Simba ni Simba. Tumchukue hata mtoto wa Simba mdogo tu hapo, hajaota tu meno, mchukue alafu mwekee mkono wako, akikungata lazima mkono kiganja ukiacha hapo chini. Ndio Simba siku zote. Simba lazima awe mkali sana. Ndivyo ambavyo wanafanya katika dirisha hili dogo la usajili. By the way, tayari siku zimeshasogea, zimebaki kama wiki mbili hivi dirisha kufungwa. Ndio maana Simba yeye anasajili kimya kimya. Kwa hiyo nimwambia ama nimewapa taarifa za kiutonodi kwamba mnyama Simba anasajili wachezaji jamani, vyuma vinatua kimya kimya. Hakuna promo Instagram, hakuna tetesi yoyote mchambuzi ambaye anaweza akaitoa kama tetesi na baadaye ikakamilika. Hakuna hilo swala. Mnyama Simba anasuka benchi lake kimya kimya. Unajua Simba anataka ubingwa. Simba anataka ndoo ya mwaka huu jamani. Ametolewa kule kwenye Mapinduzi Cup, watu wamecheka sana, watu wamebeza sana Simba. Yaani kila mtu ameliita jina Simba, lakini unajua kufungwa sana kila siku na pepa na uma. Kwa hiyo wanaamua namna gani ya kuseti kupata wachezaji ambao ni ubora, lakini pia kupata wachezaji ambao sio mpeche. Yaani wachezaji ambao wakiwapata hivi Simba wanakuja kuwasaidia kwenye michuano ya kimataifa, lakini pia watakuja kuwasaidia kwenye ligi kuu. Na kwa sababu mnyama Simba anataka ubingwa, basi ni jambo zuri mno kwa usajili ambao wanaofanya. Kiungo mmoja mkabaji mwenye roho ya paka, mshambuliaji huyo ambaye anafunga hata kiwa gizani, yani anaona analenga tu, hata mumfunge kitambaa kwenye macho anafunga vibaya ovyo. Na kipa mmoja ambaye anadaka hadi majini. Jamani, huyu Steve Barker anataka kuibomoa anataka kuubomoa utawala wa Engineer Hersi na timu yake ya Young Africans. Kipigo cha mara 5 mfululizo, sijui mara 6, kinaumiza sana watu wa Simba. Hakuna mwana Simba ambaye anafurahia. Lakini pia kudhalilika, kukosa mataji msimu 4 mfululizo, ile jambo hata mimi binafsi mzee Ahmed naumia. Ndio maana Simba msimu huu anafanya usajili wa maana, yani kimya kimya. Unaona kuna baadhi ya wachezaji Simba mikataba yao inamalizika tunaona yuko Dese Munkwala, yuko Joshua Mutale, by the way Budo mikataba yao inamalizika. Kwa hiyo Simba wanafanya usajili wa kushtua watu ambao mtaona kwenye pitch. Sio usajili wa kushtua watu Instagram. Kuna timu hapa juzi ilituweka mpaka saa 6 usiku ikamsajili mtu. Stories zimekuwa nyingi sana, maklipo yamekuwa mengi sana mtandaoni. Lakini mnyama Simba jamani anafanya usajili kimya kimya. Mnyama Simba ana jambo lake. Na mimi niwaambie kitu kimoja, huu usajili wa kimya kimya una faida na una hasara. Ila faida kama ni nyingi, ila hasara nazo faida yake
watu hawajui ni nani ambaye unamleta. Kabisa watu hawajui. Lakini hasara yake unaomleta pia wachambuzi wanataka kumbaini ni nani, alafu wakwambie madhaifu yake ili ushtuke, usipigwe kwenye kutoa hela. Sasa wewe kama usajili unafanya kimya kimya, ujue kuna hasara na kuna faida. By the way, siku zote ukiona biashara unaifanya haina faida, hiyo biashara achana nayo. Au kazi unaoifanya unaona ikufaidishi kila siku kwa vile vile una suruali moja, hiyo kazi achana nayo. Ndugu zangu, kwenye mpira ukweli na uwazi muhimu. Faida ya kutaja mchezaji hadharani, unawapa wachambuzi tips ya kuingia chimbo na kumfuatilia huyo mchezaji, alafu wakwambie weakness zake zikoje. Lakini ukifanya kimya kimya, utamsajili mtu, utamwaga fedha, lakini hujui weakness zake zipoje. Alafu kwenye mechi zikianza utamuona kama ni mpeche. Baadaye utakuja kulaumu watu. Mimi nimewashtua hivyo Simba, pamoja na kuambia kwamba ni usajili mzuri wa kimya kimya. Wachezaji ni 4 guys. Players, 4 players. Beki, wakati, kiungo paka na roho moja ngumu mno. Mshambuliaji awe mrefu anafunga paka mashetani, ukimfunga kitambaa anafunga. Alafu kuna kipa mmoja anadaka paka majini. Hii Simba ni hatari jamani, inaotengenezwa. Jamani, cha msingi muhimu kunifuatilia hapo na kusubscribe, lakini pia usisahau kubonyeza alama ya kengele. Mimi ni ndugu yenu Mzee wa Mida. Kupitia michuano hili ya Mapinduzi, mwalimu Steven Becker akajiridhisha kwamba huyu ananifaa, huyu hanifai, huyu atolewe, huyu aendelee, huyu auzwe, huyu afanye kitu gani. Na kwa mantiki hiyo basi mchezaji Awesu Ali Awesu baada ya kudumu Simba Sports Club kwa muda wa mwaka 1.5, tumefikia makubaliano ya kumtoa kwa mkopo kwenda timu ya Kenya Police ya pale Kenya, na mkopo wake ni kuanzia hivi sasa mpaka mwishoni mwa msimu. Na tukifika mwisho wa msimu anakuwa amemaliza mkataba na Simba Sports Club. Kwa hiyo atakuwa mchezaji huru. Kama kiwango chake kitaongezeka na kitaridhisha zaidi, basi atafanyika mazungumzo ya kumuongezea mkataba, na kama itaonekana basi sasa kila mtu ashike lake, ndio itakuwa tumeachana moja kwa moja na mchezaji wetu Awesu Ali Awesu. Kwa sisi Simba Sports tunamtakia kila laheri, aende akatuwakilishe vema, aende akaipambanie nafsi yake, lakini aipambanie Simba Sports. Tumefungua mianya hii ya biashara baina yetu sisi na Kenya Polisi. Tunaamini Awesu akifanya vizuri atafungua mianya kwa wachezaji wengine vile vile wa Kitanzania, lakini sehemu yake ya kwenda kujiuza zaidi na kwenda kujitangaza zaidi kupitia timu ya Kenya Polisi. Lakini vile vile katika dirisha hili dogo la usajili, hii kidogo ni habari ya kusikitisha. Yes, mchezaji wetu mwandamizi ambaye amedumu nasi kwa takriban miaka 11 kama niko sawa kama sio miaka 10, Muzammir Yassin, naye vile vile tumefikia makubaliano ya kumtoa kwa mkopo kwenda timu ya TRA ya pale Tabora. Muzammir Yassin amekuwa nasi kwa kipindi kirefu, amejiunga nasi tangu akitokea Mtibwa Sugar, amedumu na sisi kwenye kipindi cha raha na shida, ameipambania Simba Sports Club kwenye nyakati zote, na amefanikiwa kuifikisha Simba katika nafasi ya 5 kwa ubora Afrika. Amefanikiwa kuipa Simba mataji ya ligi kuu ya NBC mengi yasiyopungua 5. Amefanikiwa mambo mengi kweli kweli ndani ya klabu yetu ya Simba Sports Club. Lakini wakati ni ukuta, muda umefika wa kuachana na kipenzi chetu Muzammir Yassin, na kwa mantiki hiyo basi tunawatangazia rasmi mashabiki wa Simba kwamba tumefikia makubaliano ya kumtoa kwa mkopo Muzammir Yassin kwenda kunako klabu ya TRA, na sababu yake ni kwamba bado ana uwezo wa kucheza, bado ana nguvu ya kucheza. Bahati mbaya nafasi yake ndani ya Simba imekuwa finyu. Kuliko kuendelea kukaa naye ukamnyima nafasi ya kuendelea kuonesha uwezo wake, ni vyema ukamfungulia nafasi ili aweze kwenda sehemu ambayo atapata nafasi ya kucheza na kuongeza ubora wake. Na timu ambayo of course timu zilikuwa nyingi zinamhitaji, lakini TRA ndio ambao wamekuwa mbele zaidi kwenye kuhitaji saini yake, na tumefikia makubaliano hayo tayari. Sasa ameshaenda kujiunga na timu ya TRA. Bado tunaandaa utaratibu muhimu mzuri zaidi wa kuagana naye, lakini mechi ya tarehe 18 dhidi ya Mtibwa Sugar
tutaitumia mechi hiyo rasmi sisi mashabiki wa Simba kumuaga Muzammil Yassin, na uzuri wewe ndio utakuwa mtangazaji hapa wanataka nini wale MC utawatangazia mashabiki wote wa Simba. Tusimame tumpigie makofi Muzammil Yassin, jezi yake namba 19 ile tutakuwa nayo hapa jukwaani, tutamkabidhi kocha akae nayo, tusubiri mwingine kuja kukabidhiwa jezi hiyo. Lakini mashabiki ambao watakuja hapa uwanjani tutatumia walau sekunde kadhaa kwa ajili ya kusimama na kumpigia makofi kwa kazi kubwa ambayo ameifanya. Kudumu ndani ya Simba kwa kipindi cha miaka 10 haiwezi kuwa nyepesi hata kidogo. Kuna watu hapa wanakaa mwaka mmoja, miezi 6, mwingine hata hajafika huko. Lakini kwa Muzammil kwa kukaa miaka 10 ni anahitaji heshima kubwa sana, na kwa mantiki hiyo basi na uzuri wenyewe, yani wote coincidence ni kwamba timu iliyomleta hapa kwa maana Mtibwa Sugar na timu iliyomlea kwa miaka hiyo 10 kwa maana Simba Sports tunakutana. Kwa hiyo kwa pamoja tutakwenda kumuaga sisi na Mtibwa ambao walimlea kwa kipindi chote, na baada hapo ataendelea na majukumu yake ya kuipambania TRA United. Lakini mkataba wake naye vile vile unaelekea ukingoni. Kwa hiyo mkataba wake ukishamalizika atakuwa mchezaji huru, ataamua lililojema kwa maslahi yake. Sawa, hapo kwenye dirisha dogo hili nje kumekuwa na vitu vingi sana vinazungumzwa. Tupo kimya, ndo linapita hivi kimya au taarifa zikoje? Kifua unacho au linapita hivi kimya? Na leo nimesikia leo asubuhi mambo mengi. Kimya kaka, ni kweli? Najua unaweza kaona msitu alafu ukajipendekeza kuingia ukihisi yale ni majani tuna miti, kumbe ndani huko kuna shughuli zinaendelea, kuna simba wakali, kuna chatu, kuna koboko. Kwa hiyo unaingia huko na kumeza wamekumaliza. Kwa hiyo unaiona Simba imetulia huku juu, ukafikiri hakuna kazi ambayo inafanyika huko chini. Kazi ya usajili ama pilika za usajili zinaendelea kwa nguvu kubwa na kasi kubwa huko chini. Hatujatangaza mchezaji yoyote ambaye tumemsajili mpaka hivi sasa. Haimaanisha kwamba hakuna usajili ambao unafanyika. Na mpaka sasa niko hapa kuwathibitishia wana Simba ya kwamba wapo wachezaji wasiopungua 4 ambao tumeshakamilisha mipango yao ya usajili. Umeanza. Ndio mambo watu walikuwa wanaongea. 4 mpaka sasa hivi. Wachezaji 4 mipango yao imeshakamilika. Tunachosubiri tu tukamilishe taratibu za mwisho ili tuweze kuwatangaza. Kwa hiyo ndani ya muda mfupi unaokuja tutaanza kufyatua mashine moja baada ya nyingine. Baada ya mwalimu Steven Becker kuja kumkabidhi timu na kufanya mazoezi kupitia Kombe la Mapinduzi, akatoa mapendekezo yake kitu gani kinahitajika ndani ya timu, na viongozi wakaingia sokoni na kuanza kufanya mazungumzo na wachezaji pendekezwa, na hatimaye tumefikia pazuri. Kwa muda ukifika tutaanza kutambulisha mchezaji mmoja baada ya mwingine. Lakini jambo moja tu la kuambiwa na Simba ni kwamba tumefanya maboresho makubwa kwenye timu yetu. Tumefanya maboresho mazuri. Tumepata maingizo sahihi kwenye timu yetu. Tuna wachezaji kama chumvi, yani unaweka unakolea unakunywa mchuzi hapo hapo. Tumechukua watu ambao wametoka kazini moja kwa moja na kuwaleta kwenye timu yetu. Kwa hiyo ni wachezaji ambao wanakuja kuongeza ubora mkubwa kwenye timu yetu. Ni wachezaji ambao wanakuja kuongeza ushindani ndani ya timu yetu. Ni wachezaji ambao wanakuja kupambana vilivyo kwa ajili ya kuipambania Simba Sports Club. Muda ukifika tutaanza kushusha mashine moja baada nyingine. Nichukue tu nafasi hii kuambiwa na Simba ya kwamba wasiwe na wasiwasi. Wengi wamekuwa na pressure kwamba muda unakwenda, usajili hatuoni, kimya kimetawala. Kimya hakijatawala. Kazi inaendelea. Viongozi wetu wanaendelea kupambana huko kukamilisha madili mbalimbali ya wachezaji, na mipango ikisha kwenda sawasawa tutaanza kufyatua moja baada ya mwingine. Ukishamuona babu wa tarumbeta, wanani bwana Baragumu, ukishamuona babu wa parapanda,
au baragumu analipuliza lile parapanda imelia parapanda, basi jua naanza kushusha mashine moja baada ya nyingine. Lakini nachoweza kuwathibitishia wana Simba ni kwamba tumeleta vyuma vya maana kweli kweli. Tumeleta wachezaji wa daraja, na jambo moja ambalo mimi limenifurahisha kwa mashabiki wa Simba ni kwamba wanakubali ya kwamba sisi tunasajili wachezaji wazuri sana, na ndio maana wapo. Sijui umeelewa ila kilio chao ambacho nimekisikia ni kwamba wakija hapa hawafanyi vizuri. Kwa hiyo tuna wao ndo kigezo ndo shida yao iko hapo. Lakini kwenye eneo la kusajili wachezaji wazuri, mashabiki wa Simba hawana mashaka, na maana yake ni kwamba hapo nahitaji kuwapa kongole viongozi wetu. Haya mambo mengine sasa, haya tutaangalia namna gani ya kulinda na kuboresha viwango vya wachezaji, lakini jukumu la kwanza ni kushusha bunduki za maana, na kazi hiyo imefanyika kwa ufanisi wa hali ya juu. Basi ninongoneze kidogo, mimi sitasema mmoja hapo. Mchezaji mmoja? Ninongoneze, mimi sisemi. Anafananaje basi kama unataka kunitajia jina? Anafananaje? Wewe niambie ndio anafanana au kama unaweza kunitajia. Mchezaji wetu mmoja kama nyumba. Nyumba ipi sasa hivi? Nyumba yani bonge Ruden. Yani nyumba kubwa, nyumba gorofa, nyumba ndogo, nyumba ipi? Nyumba ya gorofa. Bonge la baba. Umeanza bodybuilder wewe, anywa vyuma au nani? Mtu wa kazi kaka. Mtu wa kazi. Mtu wa kazi kweli kweli. Utawaona, kuwa na subira. Sawa, tumalizie wala kwa uchache. Semaji, swali langu la mwisho, vipi kuhusiana na wachezaji ambao wana changamoto ya majeraha? Bado tunaendelea kuwapatia matibabu baadhi ya wachezaji ambao wana majeraha. Musa Kamara, taarifa njema ni kwamba yupo kwenye hatua za mwisho za matibabu yake, na kufikia wiki inayokuja ataanza rasmi mazoezi ya uwanjani chini ya fitness coach kwa ajili ya kuanza kujitafuta utimamu wake wa mwili, lakini maendeleo yake yanakwenda vizuri sana. Yakubu Suleiman yeye bado yupo kwenye matibabu. Wiki inayokuja ataingia kwenye phase ya pili ya matibabu, na baada ya kuingia hiyo hatua ya pili ya matibabu anatakiwa kukaa nje kwa muda wa wiki 4 baada ya kuanza matibabu yake ya awamu ya pili. Kwa hiyo Yakubu yeye bado anaendelea kupatiwa matibabu. Morris Abraham amesharejea na ameanza mazoezi na wenzie, yuko fiti kali kiti. Morris yupo haina mashaka. Lakini hapo kwa Morris wapo watu wengi ambao nimekuwa nikiwasikia nikiona wanajitekenya. Sasa kama sumu inalambwa, sumu ya kuua ile, kama sumu inalambwa, waje wazungumze na Morris Abraham. Kama sumu inalambwa, waje wazungumze na Morris. Sio unajitamanisha kabakisha miezi 6 tunazungumza na anapatikana. Kama sumu inalambwa, waje wazungumze na Morris Abraham.